Ninamshukuru sana Mungu ndugu zangu kwa kutulinda na kututanisha siku ya leo. Nipende kumpongeza sana Mheshimiwa Mkuu wa Jimbo la Hai na kamati yote ya maandalizi ya semina hii ambayo naambiwa ni maburudisho ya watumishi wa sharika na vituo vilivyopo katika jimbo hili. MC wetu kasema mtoto. Sasa ningetamani mimi leo niwe na kwangu na mimi nasema nitoke naye. Hivyo basi sio mbaya, ni mpango ya Mungu tu. Leo sitaweza kutoka naye na tunawasiliana, najua yuko hapa, yeye yuko nje ya nchi kwa sababu ya familia na achilio ametuma salamu nyingi sana. Kwa hiyo natumbia kuwaletea salamu za mama na wasalimu na kuwatakia mtoko mwema siku hii ya leo. Semina hauto wa watumishi na wenzi wao ni jambo la muhimu sana. Ni jambo la muhimu sana. Shukuru kwa jibu la nilitangulia kusema. Kwa ni nafasi ya elimu na labda wakati mwingine tunajisahau kwamba hata sisi ni watumishi, lakini tunahitaji na vile kukutana na kutia nguvu. Tunahitaji kukutana ili tuweze kujazwa na Mungu atutumie kama Mungu yake, tuweze kuendelea kutumika. Ni muhimu sana. Napenda kuwa hivyo kupongeza na kamati yenu kuona umuhimu wake, na natamani kila jimbo liweke mpango wa kufanya mafundisho kama haya. Nikuombe Mheshimiwa Mkuu wa Jimbo, washirikishe wakuu wa majimbo wenzako njia ulizotumia katika kufanikisha jambo hili na ikaweza kufanyika. Tunawapongeza sana. Ndugu zangu, tunakutana hapa kama wanandoa, watumishi, kwa sababu ninaamini na Biblia hii kwamba ndoa za watumishi zikisimama imara, itakuwa rahisi kwa hao watumishi kutunza ndoa za wale wanaowahudumia. Ndio maana ningependa tuone kwamba katika mafundisho yetu haya tuelewe kwamba ndoa zetu ni kiroho. Hausapaswa kuwa kiroho kwa wale ambao tumepewa na Mungu kuwaongoza. Tunapozungumza habari za ndoa ya Kikristo, tujue kwamba ni agano takatifu kati ya mwanamume na mwanamke mbele za Mungu. Ni agano takatifu, na agano hili linaambatana na upendo, uaminifu, uvumilivu, kujitoa kwa maisha yote. Ndio linatuweka na linafanya tutembee pamoja kama mume na mke. Ndoa ya Kikristo, ndugu zangu,
sio muungano wa kimwili au kihisia tu, bali ni agano la kiroho. Na ndio mara nyingi ninawakumbusha vijana wetu maarufu wanapofunga ndoa zao kanisani, nawaambia moja, kuelewa agano hili mnalifanya mbele ya Mungu mtakatifu, na kila wakati katika safari yenu sasa mnaanza leo, mkumbuke agano leo. Kwa maisha yao yote wanawekeana agano, na wakishawekeana hivi, ndipo tunakumbushwa ile neno ambalo Mungu amesema katika kwa kinywa cha nabii wake Malaki mlango wa 2:16 kwamba Mungu anachukia kuachana. Ninachukia kuachana. Na katika kusema hili, Mungu amesema akihimiza kwamba ndoa ni agano la maisha yote. Sasa mimi nipongeze kwanza kila mmoja hapa kwa kufika. Unajua kuna wengine wakisikia kuna washa ya wanandoa na tunawaalika mfike, na wengine wanakuwa na visingizio mbalimbali. Nakumbuka wakati tulitana na mchungaji kwamba hebu tuje na wezi wetu. Mwingine tuliona mambo ya ajabu kabisa. Mchungaji anakuja anasema, mimi baba askofu, kweli nilijaribu sana, mke wangu hakupata ruhusa kazini. Hakupewa ruhusa, kwa hiyo nasikitika hatujaweza kukutana. Mwingine akasema, mke wangu ni mgonjwa, hali yake kiafya sio nzuri kabisa. Tulichukua toka leo, tukasema hebu mwenye namba ya mama mchungaji hebu apigie. Mama mmoja alisema, mbona sina taarifa kabisa, wala sijaambiwa chochote, mimi niko kazini kwangu bwana. Mwingine akasema, mbona mimi ni mzima? Sasa hapa tukapata kwamba hapa kuna mambo hayajakaa sawa, hayajakaa sawa. Ndugu zangu, ninaamini na najua kwamba nimesema nimepewa kuongeza kufika, na ninajua hapa kuna ndoa za marika mbalimbali, sio hivi? Ndoa za marika mbalimbali. Hebu kwanza wale ambao ndoa zao ni chini ya miaka 5, hebu wasimame. Na mimi ndio nitakuwa mke wake na mume wake, sio? Chini ya miaka 5. Chini ya miaka 5. Naomba niseme wale baba wangu.
hiyo fika mahali kama ushawishi huo, mioyo wake unataka kukimbia. Hawakimbia vile wanakuwa kwenye ndoa, wanakuta hawapo, sio wako bali mioyo yao, roho, mioyo imeshakimbia siku nyingi. Ndoa ni safari ya wawili wanaojifunza kuwa mamoja bila kupoteza nafsi zao na kuwa mwili mmoja, lakini sio kupoteza nafsi yao. Kwa maana si kuwa karibu kimwili tu, bali ni kuwa na moyo mmoja katika kila hatua ya maisha. Kwa maana sio tu jambo ambalo lina muda fulani tu, bali ni jambo la kila siku na si tukio la mara moja. Pendo wa kweli kusema mjengo kwa kuambatana katika uzuri na furaha, na sio kwa maneno matano pekee. Najua nakupenda, lakini inakuja nyakati fulani upendo huu haujitafsiri katika matendo. Sio upendo wa nyakati nzuri tu wakati mambo yanaenda. Ndoa yenye furaha na amani ina msingi wake, na msingi kuhusu mwingine bali ni Bwana Yesu mwenyewe. Yesu Kristo, bila yeye ndoa njema ni kama ndoa iliyojengwa juu ya mchanga. Sasa tukaza nini? Ndoa ubarikiwa ukaamu, mume na mke, mke na mume wanapotii Yesu. Tunapenda kukaza sana tusiingie katika maisha ya ndoa ya ndoa tukifikiri kwamba tunaingia kama mabingwa, na kwamba kwa akili zetu ile siku kusoma vitabu vya mafundisho ambayo kusoma kuona mavideo na nini na kwenye mtandao sisi wengi tu ya ndoa. Sio kwa maana kwa akili zetu, yaani hakika ni hivi, sio kwa akili na uwezo wao. Wako wengi walioa mambo ya ndoa, wameandika vitabu kule, nasema successful marriage, lakini ndoa zao kwa baadhi yao sio mjini zinaharibika. Kwa hiyo inatupelekea tumesio kwa akili na uwezo wetu, nyumba kubarikiwa akamu Yesu. Asinga kuuliza kwa kwanza akaanza kwenye harusi ya wapi? Harusi ya wapi? Akana ni naye uwepo wake. Walipoishiwa akafanya nini? Akaongeza. Ndio maana tunahitaji kuombea ndoa yetu, unyumba wetu. Let's take it not for granted. Tusikilie poa. Kama ndani miaka mitano, miaka 20 tayari kwa pamoja, lakini kwa hiyo tusikilie poa. Nyumba mbarikiwa. Si kwa akili, si kwa uwezo, si kwa Mungu. Sisi Yesu. Sisi upendo usio na masharti. Sisi uaminifu na heshima. Kila mmoja anaheshimu mwenzi wake.
na kutimiza majukumu yake ya ndoa kwa uaminifu. Sijui wale wengine watu wamekuwa na namna ya kukomoana, yaani upendo unaanza kukua, badala ya kutafuta namna ya kuchochea upendo ule, wanakuwa na mpango wa kukomoana. Kama ni mwinjilisti au kama ni mchungaji, mama anaheshimu ya kutosha, siku hizi naelekea kazi yangu basi ya wageni, basi nitafuta namna ya kuoa. Mama naye anasema mwinjilisti kwa siku hizi alionyeshi tena upendo au alijali sana na nini, basi hata kanzu yake nitahakikisha anapokwenda ibadani, basi kanzu yake inakuwa kama imefunwa na Mungu. Yeye tu yupo, hakuna mwingine. Tena anapenda sawa na mtamani, na nitakuonyesha. Ule Kenya anaita ni mpango wa kando. Kwa hiyo naamua kabisa kwa makusudi kuwa na mpango wa na huku kwetu tunaita ni nje Bwana
sifa kwa Mungu, neno la Mungu. Ndugu zangu, ningependa kusema tu kwamba jambo la kukosekana kwa uaminifu, usaliti wa agano letu, usaliti wa kimapenzi au kihisia unavunja agano la ndoa na kuleta maumivu makubwa. Kama mnajiraha na majeraha yanayotokana na hilo. Biblia inasisitiza uaminifu kama msingi wa ndoa. Ndio maana anasema pale kwenye Ibrania 13:4, ndoa iheshimiwe na watu wote. Alafu mimi napenda kitu kingine kinachoendelea pale. Anasema na malazi hata leo ningependa kuambia wanandoa, watumishi, vipi hali ya chumba chetu cha kulala leo? Hadi sasa hivi ukasema hebu moja tumpe moja aende kule, aende pale, mpe na ufunguo. Hali ya chumba chetu cha kulala je, atakwenda kukutana sasa hivi? Ndio unaanza kuniambia kama mke ukiuliza ndio tuliamka asubuhi sana na kwa ajili ya kuja kuwahi kuhudumia watumishi wa Mungu hapa, lakini chumba ambacho kinatunzika, malazi yanatunzika kila siku yanafahamika. Napenda kuuliza tu, how is your bedroom today? And how is your bed today? Inaonekana huyo alipoandika na malazi yawe safi, alijua msingi wa usafi, mazingira ya usafi na umuhimu wake katika maisha ya ndoa. Sasa na kwa maana hii ya usafi, mimi naona unakuta kuna watu ukiona inaanza kutokea, yaani hawapendi tena wake zao wapendeze. Mama ukiona, yaani anaanza kuona mama anapoanza kupendeza, anavaa vizuri, anapaka mafuta, mume anaanza kupendeza. Hivi mimi kweli nataka kufurahisha au ni watu wengine? Wewe una shida gani kwa kupendeza? Na wengine pia wakina mama kawipo hapo. Hivi anapendeza hivi, ni mimi ananipendezea au kuna mwingine? Sasa utaki mke wako au mume wako apendeze, wewe unataka nini? Na ukishaanza kuwa na wasiwasi hivi, jua mambo hayajakaa vizuri. Mimi ningesema usafi unaozungumziwa ni usafi wa kutoka ndani ya moyo na ndani ya dhamiri yako. Huyu ndiye niliyemchagua, ndiye ambaye nimepewa na Mungu. Nataka apendeze, nataka niwe mwaminifu kwake. Usafi mwenyewe, usafi uanzie kwetu sisi katika hali yoyote, kiasi kwamba hatuhitaji kuanza kufikiria anamvalia nani, anajipamba kwa ajili ya nani. Bwana, mtumishi wa Mungu, sote hapa ni mtumishi. Kipato sio kikubwa sana, lakini Bwana, mimi nasema kila mmoja anatahili mtu wake apendeze. Sawa? Apendeze.
ukiona anatoka Shangalabaga la asubuhi au ndio anatoka hivi, mwambie ngoja kidogo. Hizo ndio niliziweka nzuri. Hapo ungevaa ile lako ile nini huwa napenda sana. Unajua hata huko ndani, akijua gauni hii, najua naomba anapenda, hata kutoka huko nje, yani hata kukuta watu wanamwambia leo mchungaji mnipenda, anamwambia hata niomba ananiambia asubuhi, hata kiroho ananiambia asubuhi asante sana. Hakikisha anapendeza, sio hakikisha Mungu anapendeza, aonekana ana shati fulani, mke wa fulani. Bwana asifiwe. Ukosefu wa mawasiliano, hakuna kuzungumza wazi kuhusu hisia, matarajio na changamoto. Yakiwepo haya mambo, yakiwepo yani kama hayapo, yani kuzungumza kwa wazi, ninavyojisikia moyoni. Kwa hiyo unazika vitu tu moyoni, unazika vitu tu moyoni, matokeo yake sio mazuri. Matarajio, kae pamoja tu, kuzungumza. Hivi vitu ambavyo vinaweka ukuta kati ya wanandoa, na hata inakuja kuwa sasa mambo yamekuwa magumu sana, ni kati ya kuta ngumu sana kwa wale ambao wamepata kushiriki katika kusuluhisha au kuleta upatanisho kwenye maisha ya hasa ya watumishi na maisha ya waongoza watumishi. Kuta ngumu za kuokoa. Mawasiliano ya dhati yanaimarisha uhusiano na kusaidia hasa ninyi kuweza kumaliza tofauti. Maana tofauti zitajitokeza. Mimi naogopa sana watu wanaoingia kwenye ndoa na wakuwa ni ndoa ya watumishi, basi wanafikiri haitakuwa na changamoto, kwamba haina matatizo. Matatizo yako na changamoto. Tamaa za mwili. Tamaa za mwili. Usidanganye. Watu wanasema macho hayana nini? Hayana pazia. Ndio inawezekana kuna watu ambao sura zao, miili yao, maumbo yao yanavutia, si ndio? Wasiseme hapana, maana kama tunaweza kudanganyana. Wako na kuangalia vizuri, hapa yuko hivi. Lakini ujue mtumishi wa Mungu na mume wa mtu, mke wa mtu, ulishaamua asali yangu nitachukua kwenye ua hili. Najua nyuki wanakufundisha mambo mazuri sana. Nyuki akishaamua asali leo najaza vile vifuko vyangu, si anachukua zile naika nini, haendi kwenye kila ua. Mambo yote si mazuri, kuna maua mazuri na wengi yanaenda pole, lakini hachangani kamwe. Wewe umeshachagua ua lako, hayo si ya wengine. Acha bwana. Kwa hiyo tamaa za mwili zisitupelekeshe. Halafu jambo lingine ambalo ningependa sasa, najua baba msaidizi wa askofu Mgeni Laveto atazungumza zaidi, kutokusameheana. Kuna mtu asiyekosa, kuna mtu asiyekosea. Sasa hiki cha kutokusameheana, mimi naona ni jambo ambalo linafanya ndoa sio za watumishi tu, lakini ndoa zote zinakuwa zinafika mahali mambo yanakuwa magumu sana. Unakolosai ile neno linashika sana, anapenda kuambia
msameheane kama Bwana alivyowasamehe. Utakuwa na sababu za kurudiana, sawa, au za kulalamikiana, lakini uwe tayari kusamehe kama Bwana alivyokusamehe. Lakini msamaha mara nyingine unakuja pia kwamba hatuombani msamaha. Wakati mwingine mtu amekasirika au amekwaza kidogo, hajasema mwenzangu nimekwazika na hili, lakini mwenzangu amekwambia, lakini hauko tayari kuomba msamaha. Au unapoomba msamaha hauko tayari kusamehe. Sio hapa. Hili lingine ni kutokujali majukumu ya ndoa. Timiza wajibu wako ndugu yangu kama mume na kama mke. Timiza wajibu wako. Kila mmoja anapaswa kujitahidi kwa upendo, heshima na kujali nguzo za ndoa na furaha. Shida kubwa ni wakati mwingine inapofika unapokea ushauri wa marafiki wabaya, na watu wanapotosha na wanachochea migogoro na wataki mambo yenu yaende sawasawa. Upime sana, epuka. Mimi nimesema hivyo. Kwa upande wa utumishi kuna jambo hili pia ambalo naona linaleta shida, watu kukaa mbalimbali kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya huduma. Na hali hii sio tu kwamba linakuta washirika